Tunaelekea katika vita hivi vya Israel na Marekani ambayo yameongezeka au mashambulizi yameongezeka dhidi ya Iran. Kumekuwa na milipuko mikubwa katika mji mkuu Tehran na Karaj upande wa Maghreb. Huko mjini Isfahan, raia mmoja aliyeshuhudia alielezea hali hiyo kama ya kutisha mno, huko raia kadhaa wakiuawa katika eneo moja na miili iliyokatika ikitapakaa barabarani. Mamlaka inasema kuwa zaidi ya watu 2,000 wameuawa tangu kuanza kwa shambulizi la Marekani na Israel dhidi ya Iran siku ya Jumamosi. Nastia Mohamed na taarifa zaidi. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema limegundua makombora zaidi yaliyofyatuliwa kuelekea nchini humo kutoka Iran. Katika ujumbe uliowekwa kwenye mitandao ya kijamii, jeshi hilo limesema mifumo ya ulinzi inaendelea kufanya kazi kuyazuia makombora hayo. Pia tahadhari imetumwa moja kwa moja kwenye simu za watu walioko katika maeneo husika. Jeshi la Israel limesema kwamba litaendelea na mashambulizi yake dhidi ya Iran hadi pale nchi hiyo itawacha kuwa tishio kwa taifa la Israel. Lengo la operesheni hii ni kusababisha uharibifu mkubwa kwa utawala wa Iran unaosababishwa na kuunga mkono ugaidi hadi utakapoondoa hilo tishio hilo. Tunafanya mashambulizi ili kuliondoa tishio hilo kwa muda, na tutaendelea kuongeza uharibifu dhidi ya utawala huo, na kila siku tunaendelea kuwadhoofisha zaidi na zaidi na kuongeza madhara hadi pale tishio hilo kubwa litakapoondolewa. Mji mkuu wa Iran, Tehran, umekumbwa na mashambulizi makali, huku Marekani na Israel wakiendeleza vita vyao dhidi ya Iran kwa siku ya 6. Video kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha video ya uwanja wa mpira wa Azadi ukiwa umeharibiwa sana. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinasema watu 1045 wameuawa tangu kuanza kwa mzozo huo. Wakati huo, jeshi la Iran limekanusha kurusha ndege zisizo na rubani zilizoshambulia uwanja wa ndege wa eneo karibu na shule katika eneo la magharibi la Nakhchivan nchini Azerbaijan karibu na mpaka wa Iran. Rais wa nchi hiyo Ilham Aliyev kwa kile alichokiita shambulio la kigaidi kutoka Iran. Naye mkuu wa diplomasia wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema kuwa nchi za Mashariki ya Kati zimewaambia maafisa wa Ulaya kuwa zina wasiwasi kuhusu uwezekano wa vita vya wenyewe kwa wenyewe kutokea nchini Iran. Tumewahi kuona vita kama hivi huko Mashariki ya Kati hapo awali, na kwamba si rahisi kwamba siku moja kutakuwa na vita na kesho kutakuwa na demokrasia. Bila shaka hatari ipo, na tukizungumza na mataifa mengine katika ukanda huo, wana wasiwasi kuhusu kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe ndani ya Iran kwa sababu ya uongozi na utawala huo na kile kinachoendelea huko. Mashambulizi dhidi ya Iran yanaendelea na hali inaonekana kuwa mbaya nchini Iran, huku kukiwa na tishio la vita hivyo kusambaa katika mataifa ya Ghuba yakiwemo Lebanon na Iraq. Iran imetishia meli za kimataifa zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Aidha, idadi ya vifo kwa mjibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran inasema kwamba watu 1045 wameuawa kufuatia mashambulizi ya siku 5 ya Marekani na Israel, huku zaidi ya watu 6,000 wakijeruhiwa. Kiongozi mkuu ambaye ameteuliwa, Mojtaba Khamenei, mwana wa marehemu kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ameibuka kama mmoja wa watu wanaopewa nafasi kubwa ya kushika wadhifa huo wa juu nchini humo. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeishtumu Marekani na Israel kwa kufanya mashambulizi katika maeneo 33 ya kiraia kote nchini. Maeneo hayo yanadaiwa kujumuisha hospitali, shule, maeneo ya makazi, soko kuu la Tehran, Grand Bazaar, pamoja na majengo ya kihistoria ya Golestan Palace mjini Tehran. Wakati huo kumekuwa na uvumi unaoongezeka kwamba rais wa Marekani Donald Trump anataka vikosi vya Wakurdi kujiunga na vita hivyo ili kutoa wanajeshi wa ardhini. Hata hivyo, ikulu ya Marekani, White House, imekanusha taarifa kwamba rais huyo anafikiria kuwapa silaha vikosi hivyo. Nastia Mohamed, Dira Dunia, BBC. Na mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya EU Kaja Kallas amesema nchi za Mashariki ya Kati zimewaambia maafisa wa Ulaya kwamba zina wasiwasi kuhusu hatari ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Iran. Kallas aliongezea kwamba EU pia ina wasiwasi kuhusu usalama wa baharini katika eneo hilo na ilikuwa inajaribu kuweka njia za meli wazi ikiwemo mlango wa bahari wa Hormuz. Elizabeth Kazibure na maelezo zaidi.
Imetokea milipuko mikubwa mjini Tehran na miji mingine ya Iran, huku Marekani na Israel zikiendelea na mashambulizi kwa siku ya 6 mfululizo. Safu za moshi mkubwa umegubika angani katika mji mkuu. Video zilizopo mtandaoni zinaonyesha uwanja wa michezo wa Azadi ukiwa umeharibiwa vibaya. Shuhuda mmoja mjini Isfahan anasema anahisi kama mji uliokumbwa na vita ambao bado unaendelea kushambuliwa na ndege za kivita zinapita juu. Wakazi waliokuwa wakiishi kwenye miji inayoshambuliwa waliondoka na kukimbilia sehemu salama. Wakati huo huo, bado hakuna tangazo lolote kuhusu mrithi wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei aliyeuawa Jumamosi iliyopita. Siku ya mazishi yake pia haijatangazwa. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kuwa manowari ya Marekani ilipiga nyambizi ya Iran. Takriban mabaharia wa Iran 140 wanahofiwa kufariki dunia, huku Sri Lanka ikiwaokoa takriban watu 30. Marekani inashinda kwa nguvu kubwa na bila huruma chini ya uongozi wa moja kwa moja wa Rais Donald Trump. Idara ya vita ilianzisha operesheni hii mapema Jumamosi iliyopita. Hata hivyo, tukumbuke mambo mawili. Kwanza ni siku 4 tu zimepita tangu ianze. Hali bado inabadilika. Vumbi linatulia na vikosi zaidi vinaendelea kuwasili. Hivyo bado ni mapema. Kama Trump alivyosema, watatumia muda wowote unaohitajika kuhakikisha wanafanikiwa. Wanashindwa vibaya na wanajua hilo. Rais Donald Trump amesema kuwa Marekani inapiga hatua kubwa sana katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, akidai kuwa angeipa operesheni hiyo alama ya 15 kati ya 10. Amesema kwamba bila uingiliaji wa Marekani, Tehran ingekuwa imefanikiwa kupata silaha ya nyuklia ndani ya wiki 2. Rais Trump ametoa kauli hiyo baada ya Seneti kupiga kura kuunga mkono kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Iran kwa kukataa muswada ambao ungepunguza mamlaka ya rais kuanzisha vita. Wakati hayo yakijiri, kundi la kutetea haki za binadamu lenye makao yake nchini Marekani, HRANA, linasema kwamba hadi kufikia mwisho wa siku ya jana Jumatano, zaidi ya raia wa Iran 1100 wanaripotiwa kuuawa. Naye waziri wa mambo ya nje wa Iran ameikosoa vikali Marekani kwa kuzamisha manowari ya Iran karibu na pwani ya Sri Lanka jana Jumatano. Abbas Aragachi anasema kushambulia chombo hicho bila onyo umbali wa takriban kilomita 3000 kutoka Iran ni ukatili na kwamba Marekani itajutia mfano huo iliyouweka. Raia hawa wa Iran wanaeleza hisia zao. Nilikuwa nimekaa nikitazama habari. Ghafla kinara cha taa cha ndani ya nyumba yangu kaanguka mbele yangu. Kisha moshi mzito ukajaa kila mahali. Leo nimehesabu milipuko 30. Hali inazidi kuwa mbaya siku baada ya siku. Itaisha lini? Ninachotamani ni ustawi na amani tu. Sri Lanka imesema meli nyingine ya Iran inaelekea kwenye maji ya eneo lake na inatafakari jinsi ya kulinda maisha ya waliomo ndani yake. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia. Nam, tukiendelea kusonga mbele na taarifa za Mashariki ya Kati, huko kukiwa na mvutano unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati na hofu ya kuzorota kwa usalama wa usafirishaji wa mafuta duniani, macho ya dunia sasa yameelekezwa katika mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu inayopitisha sehemu kubwa ya mafuta ghafi yanayosafirishwa kimataifa. Wataalam wanaonya kuwa usumbufu wowote katika eneo hilo unaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta na kuathiri moja kwa moja uchumi wa mataifa yanayotegemea uagizaji wa nishati yakiwemo Afrika Mashariki. Ron Clifford amezungumza na mtaalamu wa sekta ya mafuta na gesi Mwendia Nyaga, naye ameanza kwa kumuuliza umuhimu wa mlango wa bahari wa Hormuz. Mlango wa Hormuz, unajua pale huko kwa ile njia ya kutokea, kama unatoka kwa ile bahari inaitwa Arabian Gulf, na hiyo bahari huchukua mafuta kutoka nchi mingi kama Iraq, Kuwait, gas kutoka Qatar, mafuta kutoka Saudi Arabia pia yapitia pale. So hii mlango inabeba mafuta mingi sana, takriban 20% ya ile mafuta yote inapitia kwa bahari inapitia hapa kwa hii mlango. Kwa hivyo hata
kama nchi za East Africa ambazo zinapatanga mafuta kutoka saa ingine inatoka India, saa ingine inatoka Middle East, lakini mingi ya hii mafuta inakuanga imepitia hapo. Hata kama imeenda India kuingia kwa ile kiwanda ya uzalishaji, mwanzo unakuta hiyo mafuta imetoka kama Iran ama Iraq ama Saudi, mahali kama hiyo. Kwa hivyo ni mlango muhimu sana kwa ile mafuta inakujanga huku kwetu. Tayari bei ya mafuta imepanda kote duniani. Hii imesababishwa na nini? Kwa sababu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilianza siku ya Jumamosi tu. Sasa unajua vile dunia inakuanga, haikuangi na spare capacity kubwa sana ya mafuta. Tuseme tuna consume kama barrel milioni 100 kwa siku ya dunia mzima, na spare capacity inakuanga kama milioni 2 hivi hapo karibu hiyo. Sasa ukishafunga mrango ambayo inapitia barrel kama milioni 15 kufikia 20 kwa siku, ni kusema unaweza kufanya dunia ipate upungufu kwa muda mfupi sana. Na ndio sasa kitu kama hiyo kifanyika, unakuta bei lazima itapanda zaidi, juu sasa watu wameanza speculation ya kuona bei mafuta itakuwa na upungufu. Na unapozungumzia hilo la bei kupanda, tayari nchi kama Tanzania imesema mafuta yake yamepanda kwa 13% hivi. Kenya kwa upande wake inasema bado ina mafuta ya kutosha. Je, unadhani hali hii itakuwaje katika siku au wiki chache zijazo, hususan katika nchi za Afrika Mashariki? Naona ukweli ni hiyo imesemekana na Tanzania. Hata kama imepanda mara moja, hiyo sasa ni kusema bei yao ni kama inapangangwa kulingana na bei ile iko kwa kitaifa. Vile Kenya wanasema kuna mafuta ya kutosha, sijui hiyo mafuta iko wapi, lakini mimi najuanga tunakuanga na mafuta ya kama siku 21 mpaka 20 hivi. After that lazima mafuta tuta consume kwa bei ile itakuwa ikikuja. Na sasa kutalingana na kama kuna mafuta ilikuwa imefika tu hivi karibuni, tulikuwa na hiyo bahati hapa Kenya, lakini hata kama kuna ilikuwa imefika hivi karibuni, haiwezi pita siku 20 kufika 30 hivi. Sasa hali hii itakuwa na athari gani? Itamwathiri vipi mwananchi wa kawaida? Zote tunatumianga ile transport ambayo inatumianga mafuta. Saa nyingine kuna zile viwanda zinatengeneza vitu za zile watu wanatumianga. Kwa hivyo bei ya usafiri kwanza itaenda juu haraka sana. Alafu bei ya vitu zingine itafuata, kwa sababu kila kitu inasafirishwa ndio iende pale inaenda. Hata kama ile kiwanda inatengeneza hizo bidhaa haitumii mafuta, bado hizi bidhaa lazima zisafirishwe kutoka pale zinatengenezewa mpaka zifikie yule mwananchi. Kwa hivyo ile hatari sana ni kuwa tuishiwe na mafuta. Hiyo ndio itakuwa hatari kubwa sana, juu sasa hiyo itafunga kila kitu. Sasa nchi za Afrika Mashariki, Mogo, zinahitaji kufanya nini ili kuepuka athari za bei na upatikanaji wa mafuta kutokana na misukosuko hii inayoendelea kimataifa? Hakuna suluhisho ya haraka ya kutengeneza hii mambo. Juu hakuna nchi ya Afrika Mashariki hata moja saizi imechimba mafuta yake. Tunajua kule Uganda wanaendelea kujenga, lakini bado wako mbali. Kenya iko mbali zaidi, na Tanzania iko na gas tu kidogo, haina mafuta yake ambayo inajitolea. Lakini kuangalia mbali, zile contract kama zile contract Kenya imeingia, zile za government to government, inaitwa G2G. Kandarasi kama hizo zinaweza kusaidia, juu hata wakati ya upungufu unakuta wale wako na mafuta kidogo yao watakuwa wanaangalia zile kandarasi wako nazo kabla waangalie wale watu wanakujanga kufanya ile uuzaji ama ununuaji inaitwa spot buying. Sasa unaona kama mafuta yetu yote inatokanga hapa Middle East. Sasa ni vizuri sasa hizi nchi kufikiria wakati Middle East kuko na shida, tunaweza kuwa tunatoa mafuta wapi ndio wafanye ile inaitwa diversification. La mwisho ni kuanga tu kutengeneza ile tango kama strategic reserve, ndio kuwe na mafuta mingi ambayo inaweza kuenda kama siku 90 hivi. Hizo ni miezi 3. Wakati shida kama hii ikitokea, ndio unaona kama kule Europa na Amerikani inakuanga wameweka storage kama ya siku 90 hivi, ndio shida kama